Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya ripoti tuliyokuwa nayo ni kutoka katika shirika la habari la Sputnik la nchini Urusi, ambapo moja kati ya habari ambazo walikuwa nazo ni kauli iliyotolewa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye alimsihi Trump kutoishambulia Iran kutokana na Israel kutokuwa na uwezo wa kiulinzi. Wakati rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba yeye binafsi hakuna mtu aliyemshawishi kuachana na mpango wa kuishambulia Iran, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema kwamba alimshawishi na kumsihi sana Donald Trump kutoishambulia Iran, na hii ni kutokana na wakati huu kwamba Israel haikujiandaa kwa ajili ya vita, licha ya kwamba walikubaliana kwamba lazima kuwe na mpango wa kuishambulia Iran. Hata hivyo, Israel iliyopigana vita katika zaidi ya miaka mitatu katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia na maeneo mengine, imetumia rasilimali kubwa sana katika mapambano, kiasi kwamba kutokana na hali ilivyo wakati huu nchi hiyo, kutokana na namna ambavyo inaitazama, kutokana na Mossad walivyochunguza hali ya kiulinzi nchini Iran na hali ya aina ya makombora na silaha zilizopo nchini humo, Israel imeeleza zaidi kwamba kwa wakati huu bado hakukuwa na maamuzi sahihi na hakukuwa na ulinzi imara na silaha za kutosha kupambana na Iran, na ndio maana ikatoa maamuzi kwamba hakuna namna, lazima wasitishe mapambano hayo katika wakati huu. Hata hivyo, wakati Marekani ikijiandaa na mapambano dhidi ya Iran, Israel ilitoa taarifa kwa watu wake kwamba haitoshiriki katika vita hivyo, lakini Iran iliweka wazi moja kati ya maeneo itashambulia ni pamoja na Israel, licha ya kwamba imedai haitoshambulia, lakini inatambulika vema kwamba mpango wa mashambulizi katika Mashariki ya Kati uliopangwa na Marekani ulihusisha Iran, na ni wakati ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisafiri hadi Washington kujadili mpango huo. Uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kutoishambulia wiki iliyopita huenda pia umechangiwa na onyo kutoka kwa mshirika wake Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye aliashiria ukosefu wa utayari wa Israel kujilinda katika tukio la shambulizi la kulipiza kisasi kutoka Tehran. Shirika la habari la Axios pia limeripoti likitoa mfano wa maafisa wa Marekani na Israel walioelezea mpango huo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Netanyahu alimwambia Trump kuwa Israel haiko tayari kujilinda dhidi ya mashambulizi yanayoweza kutokea ya kulipiza kisasi kutoka kwa Iran, hasa kwa vile Marekani haina vikosi vya kutosha katika eneo hilo kuisaidia Israel kukamata makombora na ndege zisizokuwa na rubani za Iran. Zaidi ya hayo, Netanyahu anaamini kuwa mpango wa sasa wa Marekani hautatoa matokeo yanayotarajiwa, ripoti hiyo ilisema, ikimnukuu mmoja wa washauri wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Simu kati ya viongozi hao ilifanyika Jumatano ya Januari 14 kwa mujibu wa vyombo vya habari, wakati Trump alipotarajiwa kuanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Iran. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman pia alizungumza dhidi ya shambulizi hilo katika simu na Trump, akielezea wasiwasi juu ya usalama wa kikanda, shirika la habari la Axios la nchini Marekani lilibainisha. Hata hivyo, kutokana na uhaba wa zana za kijeshi katika eneo hilo, maonyo kutoka kwa shirika kama vile Israel na Saudi Arabia, wasiwasi kutoka kwa washauri wakuu kuhusu matokeo ya ufanisi wa chaguzi zinazowezekana za mashambulizi na mazungumzo ya siri na wa Iran, Trump aliamua kutoamuru shambulizi hilo, Axios ilieleza zaidi katika makala yake. Hata hivyo, shirika la habari la Sputnik la nchini Urusi limesema huku kukiwa na maandamano nchini Iran, Trump alifuta mawasiliano yote na maafisa wa Iran, akawaunga mkono waandamanaji na kuruhusu hatua zote zinazowezekana dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya anga. Hata hivyo, Tehran kwa upande wake ilitahadharisha kuwa matamshi ya Trump yanatishia mamlaka ya kujitawala ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Shirika la habari la Sputnik la nchini Urusi pia limeeleza kusema kwamba rais wa Marekani Donald Trump nia yake ilikuwa ya wazi kufanya shambulizi ndani ya Iran, lakini kukosa washirika wenye nguvu ndiko kulikomfanya achane na mpango huo. Ikumbukwe, wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump ameingia katika mgongano na viongozi wenzake kutoka katika NATO, ambapo wanapambana juu ya Greenland, jambo ambalo watu wa NATO wasingemunga mkono katika vita vyake dhidi ya Iran, huku akitaka kutumia nguvu nyingine kutaka kukiteka kisiwa hicho cha Greenland kwa nguvu kubwa. Ndicho ambacho shirika la habari la Sputnik limefanya uchambuzi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.